Naitwa Aliko Oswald Fwanda, ndiye mwenyekiti wa bodaboda jiji la Mbeya, nawakilisha na mkoa. Sasa kwa lile mliolisikia leo ni kwamba watu wengi mmewaona pale kwenye mkutano. Sasa sidhani kama waandishi wa habari na nyinyi ni watu. Yaani mimi niwe na kufanyia kitu kibaya afu nikupange tena ukanishangilie. Sidhani kama inawezekana. Lakini vitu ninavyovifanya mimi ndio vinafanya watu wengine wakutane na mkwamo. Kwamba mheshimiwa mbunge hiki kikao alichokifanya leo amekurupuka, sababu mheshimiwa mbunge itakia kukutana na mimi ndo mwenye bodaboda hao, mimi nimuitishie kikao, mimi ndo nimwalike yeye, kama kuna chochote ambacho natakiwa ongeiwe cha kuboresha, kiwe kizuri, aje na fursa. Hata mimi pia napenda vijana wangu wawe na fursa, lakini alichokifanya cha kuitisha kikao bila kunipa mimi taarifa ndo alichokutana nacho kila alistahili, kwa sababu mimi siwezi kupanga vijana wakafanya vurugu ambao hawanipendi, sio rahisi. Alafu watu zaidi ya 1000 na wapa nini mpaka niwapange mimi vijana wakavuruge mkutano? Ila kama mheshimiwa mbunge ana shida kuongea na watu wa bodaboda, anahitaji anitafute, nimuitie mkutano wa bodaboda jiji zima, au asikilize kwa pamoja, au asikilize shida zao na mimi nikiwepo. Kama mimi nang'ang'ania labda ni madaraka au labda mimi na shida kwenye bodaboda, atasikiliza wanachama na mimi nikiwa mbele pale. Kuliko kikao alichoitisha leo, kile ni cha kunivizia. Sipo unaitisha kikao. Unawezaje kuongea na mtu au kumshutumu mtu ambaye hayupo? Mtu vizuri kumshutumu akiwepo, unaongea naye moja kwa moja, unamhoji na anajibu yanayomhusu. Watu wengine wanahoji, mambo yanaenda vizuri na umoja unaendelea kutawala. Lakini alichokifanya mbunge ni kugawa umoja wetu. Yaani zile ndio siasa. Mnavyosema siasa zinaingia kwenye makundi, ndio zile. Sisi bodaboda kwa miaka mingi tumekataa kutumika kisiasa. Lakini alichokifanya mheshimiwa mbunge ni kutuingiza kwenye siasa, kutugawa, kitu ambacho sio kizuri kwenye makundi yetu. Yaani viongozi wa serikali natakiwa wajifunze sana kwa wabunge wengine, viongozi wengine. Alichokifanya mbunge wa leo, kama atajisahihisha ajisahihishe, ni kutugawa makundi yetu. Sisi tunayajenga kwa gharama kubwa. Yaani mpaka nayaona vile yale makundi, kuna muda tumeupoteza, kuna muda mwingine tumeshutumiwa, kuna muda mwingine mpaka tumepoteza vitu vyetu vya mfukoni kwa sababu ya kuhakikisha kundi linakaa sawa. Kuna muda mpaka tumeriski maisha yetu kwa sababu ya umoja huu anaouona yeye. Lakini amekuja tu juzi anaona umoja umetulia, anaweza akaingia akaongea nao. Hapana, inabidi mbunge zimfikie taarifa hizi kwamba kabla yeye hajaja Mbeya hapa, huu umoja kuna muda tulikuwa tunauliwa sisi, tunatekwa kama kuku, yaani tunachinjwa shingo. Yeye sasa hizi amekuta bodaboda wametulia, hawana marumbano yoyote, anakuja anaingiza migogoro. Hii ni kuingiza migogoro, kwa sababu angeonana na mimi mambo yangeenda vizuri. Alichonipigia mimi ni kuniamrisha nifike kwenye kikao. Mimi nimemwambia tayari na ratiba ya kwenda msibani, nilikuwa nipo Uyole naenda zangu Mbalali. Nimemwambia naenda huko. Akaniambia ndio kwenye kikao, nikamwambia mimi kikao sina taarifa nacho. Ndio nilivyomjibu, na kweli taarifa mimi cha kikao nilikuwa sina. Akasema hebu jiulize kabisa. Sijui mimi sielewi viongozi wao wanapatikanaje, lakini pana sifa zingekuwa zinafuatiliwa. Mimi ndo mwenye umoja. Yaani mimi ndo mwenyekiti wa umoja. Ananiambia okay, tutaendelea, tutakachokijadili tutakutaarifu. Yaani mwenye umoja nitataarifiwa. Sijui labda nyinyi waandishi wa habari kwenye umoja wenu, mtu ana uwezo wa kuendesha kikao bila viongozi wenu kuwepo, au viongozi wenu wakapewa taarifa. Yaani sijui utaratibu ameutoa wapi huo. Viongozi wanaosema tuatendei haki ni viongozi wezi. Yaani aje DC, atafuta TAKUKURU, aje si mkuu wa mkoa na jeshi la polisi waungane na mimi tujue ukweli uko wapi. Viongozi wa zoni ni wezi na ndo anipendi mimi, kwa sababu mimi kabla sijaingia walikuwa wakichangisha hela za misiba hizi 1000 hizi. Tunapata karibu milioni 2 au 4 au 500. Zile hela wale viongozi wa zoni wakizichangisha hawazileti zote. Nilichokifanya mimi ni kwamba ili kuwaumbua, zile hela zilikuwa zikiletwa na ziposti kwenye group, ili wanachama waliozichanga wewe wanaona, je, idadi ya hela zilizoingia ndio walionayo kwenye kanda yao? Sasa hili na wakela viongozi wa kanda, yani wanaoleta fikisu mimi sio wanachama, ni viongozi wa kanda, nao ni wezi. Yani hilo swala liko wazi. Sisi bodaboda mwanachama akifariki tunachanga 1000 jiji zima. Kwa maana tukichanga 1000 jiji zima, tunahudumia msiba, tunanunua jeneza, tunasafirisha kama ni wa kusafirisha, hela zinazobakia tunampa mfiwa. Sasa zile hela haziji zote, na venye haziji zote, anayewabana viongozi wa kanda hela zije zote, anayewapigia kelele ni mimi. Na ili wawe huru kuziiba zile hela ndo ananifitini mimi. Na ndio maana nimwambia hivi, mbunge kama ana nia ya kujenga umoja huu, anatakiwa aonane na mimi. Na akionana na mimi, nimuitie huo mkutano sasa. Aone je, wataondoka kama leo? Nikimuita mimi mkutano uvurugiki.
Watamsikiliza mwanzo mwisho na atawasikiliza. Ataona shida iko wapi. Mwenye kuitisha uchaguzi ni mimi. Uchaguzi wetu sio uitishwe na DC, au uitishwe siji na nani na nani. Mimi ndo naitisha uchaguzi na utaratibu wetu uko wazi. Mimi nikiitisha uchaguzi nawaambia wanachama muda wangu umeisha. Leo hii tunachagua viongozi wa mpito. Kiongozi wa mpito atakaa mwezi mmoja ndani anavyoendelea kuandaa uchaguzi, na kila zoni inatoa mjumbe. Katika hao wajumbe watachagua mwenyekiti wa tume. Hiyo tume itaendeshwa na hao wajumbe mpaka tunapata uchaguzi. Tangu lini sisi tukaendeshwa na viongozi wa serikali uchaguzi wetu? Kwa nini DC? Japo mimi DC sijamsikiliza huyu mbunge. Yaani kwa nini yeye atoe shinikizo la uchaguzi wa kwetu sisi? Na kwa nini wanikwepe mimi? Yaani sijaitwa na DC. Sijaitwa sio na mkurugenzi. Sijaitwa na mbunge. Sijaitwa na yoyote yule wa serikali. Kwa nini wananikwepa? Wao wana ajenda yao nyuma ya kwenda kuwakandamiza hao bodaboda ambao mtetezi wao ni mimi. Na mimi siko tayari kwenda kisiasa. Nahitaji tuende kwa haki yetu nyooke. Bodaboda wanataka hiki kiende hiki. Kama ni kuheshimu serikali wanaiheshimu sana, tena kwa matakwa yetu sisi. Sisi ni moja wa watu ambao tulihamasishana kuhakikisha vijana wafanye fujo mjini. Ila kama wao wanataka kila siku kuwa na fujo mjini, waendelee kulazimisha hili. Na moja ya msingi ni kwamba kupambania ili kupata maslahi watu waweze kupata nafasi ya kuna vitu vya wawe na fedha ambayo inaweza kujitegemea na kusimama. Sasa uone kama ili kutofautiana na nyewe inaweza kukwamisha juhudi za serikali za kuweza kutia mkono ili vijana waweze kusimama kiuchumi kama ambavyo mmekuwa mkipambana kwa ajili ya kujikwamua. Zile pikipiki nilizokuambia ambazo tulipewa na PPZ zina thamani karibu ya milioni 16. Yaani ambayo mheshimiwa mbunge Tulia anaweza kuileta hata leo ni ya kwetu. Na alisema mkikazi nitaleta. Lakini kwa nini tunaikwepa? Yaani hero kiwapo bodaboda lazima ziwagombanishe. Yaani lazima. Ina maana ndio maana serikali wangekuwa wanatumia utashi wao, wangeajenga makundi vizuri, wale vizuri. Watoe elimu za mara kwa mara. Ndipo wanaweza kumudu SACCOS. Mwakembe alitoa pikipiki 2. Mpaka leo hatuelewi nani anazo. Kipindi cha Kikwete ziliwahi toka GSM, pikipiki GSM, container zaidi ya 5. Mpaka leo GSM anadai milioni 40. Tena inaletea samansi. Mimi mwenye naingia tu madarakani akasema bwana, umoja wenu unadai milioni 40, milioni 400. Niwaambia mimi milioni 400 hata kuitamka tu siwezi. Kwa umoja wetu sisi na hela ni vitu viwili tofauti. Nimeanzisha mimi ada ya kila mwezi 300. Yaani kila mwezi 300. Ili umoja wetu uwe na nini? Na fedha ambazo zitaweza kutusaidia kwenye matatizo mbalimbali. Lakini bado walivuruga. Yaani 1000 kwa miezi 3. Kwa hiyo hela ni chanzo cha kuvunja umoja wetu sisi hela. Yaani hela ni shida. Kwa hata hizi chokochoko hizi ni hela. Yaani hao viongozi wa kanda ni wapigaji. Kwa kama wanataka wanyoshe umoja wanatakiwa wakawasikiliza wanachama kwa sababu wanatishwa. Viongozi wa kanda wanawatishia kuwafuta. Ndio nakwambia bwana ukinihoji nitakufuta. Hayo hawayaoni kwa sababu wamewakumbatia viongozi wa kanda wakiamini wao watawatumia sasa kwenye kutukandamiza sisi bodaboda wa kawaida ili wao wanufaike kama serikali, lakini hawatanufaika kwa muda mrefu, kuleta tu shida mjini, maandamano, vurugu zisizoisha. Sasa nini sasa, wakati inawezekana kukaa nao na ukawaweka sawa na viongozi wapo ambao sisi tukaitisha tukazungumza yakaisha. Viongozi wa serikali 100% ambaye amechangia kuvuruga umoja aliyesababisha sana ni huyu Marunenge. Moja kuna Marunenge. Sasa huyo ni kiongozi wa serikali kwa sasa hivi. Alafu kuna afisa biashara huyo wa jiji. Yupo hapo. Naye ni moja ya kuvuruga umoja wetu wa jiji. Yaani hao mimi nawataja ni direct. Lakini kipindi cha nyuma hizi chokochoko mpaka zikakua alihusika kidogo Ndere. Sasa Ndere simshutumu kwa sababu yeye kwenye serikali mimi simfahamu. Kwa hiyo niliacha. Na aliwahi nipigia nilimwambia mimi yaani sioni kama wewe unaweza kutupatanisha, badala yake tukugawa kwa sababu sio sehemu ya serikali. Ila nahitaji mtu wa serikali ambaye anaweza akatutafuta na tukakaa tukalitengeneza. Hizo ni jepesa sana. Na linaweza kaisha vizuri na umoja kaendelea kwa vizuri. Nasema hivi, niko tayari niitishe mkutano. Mkutano ndio unaoleta uongozi. Mkutano hauitishwi vichochoroni. Wale ni wana umoja, wanaitwa. Wakitaka ni waite na waita na waitia, wanaongea pale pale, bwana mimi muda wangu umeisha, watawasikiliza pale pale. Kwani wanachama wasikilizwe? Wewe unatakaje kuwachagulia viongozi wanachama? Yaani mimi singanganii kwa sababu hata mwaka jana niliwaita, si tuelewane vizuri. Mimi mwaka jana mwezi wa 4 nimewaita viongozi wa kanda, nimewaita viongozi wa vituo. Nimekaa nao mwezi wa 4 kimya pale. Na ushahidi upo. Nimekaa nao nikamwambia ndugu zangu mwezi wa 9 ambao nitakiwa uchaguzi wetu ufanyike. Yaani mwaka jana utaingiliana na uongozi wa serikali. Uchaguzi wa serikali. Sasa uchaguzi wa serikali hauingiliani na hivi ya kwetu vikundi. Tuanze wa kwetu mwezi huu wa 6 tuufanye ili wa serikali unapokuja ukuta wa kwetu tufanya nini? Tumefanya. Walipinga. Wakasema hapana.
wanachama hawataelewa wao ukiondoka. Kaambia mimi nijiuzuru, tuitishe uchaguzi mapema. Wakakataa kata. Walivyokataa wakasema basi tufanye hivi mwenyekiti, kwa sababu umeng'ang'ania sana. Ukiisha uchaguzi wa serikali unaofuata ndio wa kwetu. Haya, uchaguzi wa serikali si mliuona umefanyika, vurugu zikawepo, nchi ikawa hajatulia. Kwamba mimi nang'ang'ania madaraka. Lakini sijaiona mtu amenitumia barua kwamba kwa nini hauitishi uchaguzi au kwa nini uitishi mkutano. Sijaiona mtu amenitumia barua kwamba labda ananihitaji ni kiongozi wa serikali akaniuliza kwa nini bwana umoja wenu kwa 1 2 3. Wanawatumia wale kikundi kachache kwa sababu wana maslahi kwenye umoja wetu. Wanataka kuingiza siasa kwenye umoja wetu. Umoja wa bodaboda hauingiziwi siasa kama makundi mengine walioyazoea. Yaani kwamba tu tunapewa maelekezo na chama fulani ndio tufanye. Haiwezekani. Changamoto zetu hazihusiani na chama chochote. Lazima tuzitatue wenyewe. Kwa wanachong'ang'ania watu walio nyuma ya hawa watu, sio mimi yetu kung'ang'ania madaraka, ila wanataka waweke viongozi wao ambao yani watawaendesha. Yani uchaguzi ufanyiki kihuni wa bodaboda. Mkutano utapanga uchaguzi. Kwa kama yeye anahitaji hata kuniita kesho kutwa tujadiliane swala umoja ambao limenyoka, niko tayari. Na kuhakikisha uchaguzi unafanyika na mimi naondokana na haya, niko tayari. Mimi natamani sana mimi kuondokana na hili. Ila wanachama hawataki. Sasa hawataki na ndio hicho kinachofanya waitishe uchaguzi kichochoroni. Lakini wanachama wa uchaguzi tukiuitisha vizuri watafunguka pale, wataongea na yeye atawasikiliza. Kikubwa kiongozi wa serikali awasikilize wanachama. Yaani akutane nao wote. Asijiamlie mambo. Yaani amna utajiri wa vikundi bwana. Yaani nenda duniani kwa utajiri wa vikundi amna. Utajiri upo wa mtu mmoja. Na uwezo kusema bodaboda ni matajiri. Yaani mtu tajiri ana riski maisha yake ya kugongwa na magari kila siku na upepo kila siku. Bodaboda tuko kwenye bodaboda kwa sababu maisha yetu ndio yameturuhusu kuwa kwenye bodaboda. Lakini tungepata fursa zaidi tungeacha bodaboda. Kwa hiyo alichokifanya kile ni kukurupuka. Kwa hiyo huwezi kusema eti bodaboda ni matajiri. Yaani ni ngumu ndugu yangu. Yaani bodaboda maisha yetu yale tunafanya kazi ya bodaboda kwa sababu hatuna ajira zingine. Tukaamua kujiajiri kupitia bodaboda. Lakini sio kazi tunayoipenda. Na ndio maana ukiniangalia mimi, ukiacha bodaboda mimi nafanya biashara zangu za chuma cha kavu. Ingekuwa bodaboda ni utajiri nisingeenda kwenye chuma cha kavu. Ningetafuta nini wakati utajiri uko kwenye bodaboda? Na kama kwenye bodaboda kuna utajiri, mbona wenyewe hawako kwenye bodaboda wanaongea? Na 1,100 kila siku, unajua kwa mwaka ni shilingi ngapi? Ni 360. 360 kwa mwaka. Wakati huo tuliipinga 65, tuliiomba kwenye awamu ya 4 watuondolee mapato ya 65 kwa mwaka kwamba yanatuumiza. Leo inatuambia tuwe bukubuku kila siku. Ushauri wangu ni kwamba atafute namna ya kuwashauri bodaboda ili wajiinue kiuchumi. Lakini sio huo ushauri aliotoa. Msimamo wangu huwa sijawahi ogopa kunikarimu. Ila nikisimama kwenye haki nimesimama kwenye haki. Yaani mimi nimenyoka kama chaki. Na viongozi na wanachama wengi wa bodaboda wananipenda kwa sababu mimi napenda kunyoka. Watafute viongozi wanachama wa bodaboda, waandishi wa habari mlivyo hivi hapa. Nina uwezo wa kuwalipia bodaboda siku nzima. Mpite kwenye vituo, muulize kuhusu mimi. Yaani niko tayari, afu nyinyi ndio mje na habari sasa. Kwa sababu gani? Mimi mwanachama hata kikosea, anapoomba msaada kwangu namwambia kabisa hapo umekosea. Yaani nitakusaidia ndio, hilo umekosea ndio. Yaani sina muda wa kumpetipeti mtu. Alipokosea mbunge amekosea, yaani hapa hitaji kona. Huwezi kuitisha mkutano bila kiongozi mkuu wa huo mmoja. Yaani huwezi kuingilia yani utaratibu umoja fulani kwa sababu wewe ni fulani. Hapana. Haipo hivyo. Mbona hivi vikundi visingekuwepo? Kwani angevikuta? Asingevikuta. Lakini angekuwa anafuata taratibu zake na viongozi wengi wanafuata taratibu zake. Tulia mbona ni mjanja sana. Tulia hajaitisha kikao cha bodaboda yeye kama. Tulia anaweza kaniita mimi mwenyekiti. Bwana nina jambo langu, nataka nikifikishe kwenu. Kikao chenu ni lini? Ni tarehe 2. Naombeni tarehe 2 sitakuwepo, naomba tarehe yako ni lini? Tutakuwepo tarehe fulani na sisi tunaweka ile tarehe ambayo naye atakuwepo. Basi akija tunamwalika, anaongea ya kwake, wanachama wanamuelewa, anaondoka salama. Humo Tulia amezomewa. Yaani lini mwaisikia Tulia amezomewa kama leo? Kule ni kujizalilisha. Kiongozi inatakiwa uwe unawasikiliza watu, unaonana na watu. Ndio uongozi. Na usibague. Yaani kwa kujifunza ni sawa Tulia. Tulia kama utamchukulia kwa chuki huwezi kujifunza kitu. Lakini Tulia ameanza hapa kwa karibu na bodaboda. Kwanza alijiunga. Unajua Tulia alichokifanya alijiunga kwanza kwa mwanachama. Akaona ili au karibu na ile kundi cha kwanza aliona jiunga. Alijiunga 2018 akiwa tu mbunge wa kuteuliwa. Alivyoingia kwenye ubunge bado Tulia hajaitupangia sehemu mkutano. Yaani mkutano yote mnaona Tulia anafika. Ni mkutano ambao tunajadiliana. Yaani anatufuata viongozi wa juu. Viongozi bwana mimi nina jambo hili na hili na hili. Pia hili jambo lina faida labda kwenu.
na sisi tunapenda tuwe na faida, wanachama wa bodaboda wanapenda fursa na nini. Kwa tunachokifanya sisi, kwa sababu yeye anakuwa mara nyingi ana shughuli za kiserikali, kwa tunasikiliza taratibu zake kwamba ana tarehe ngapi labda tutakuwa free. Akishatuambia tarehe yake na sisi tunaifix ile tarehe, basi tunaweka mkutano wa pamoja, yeye anakuja na sisi tunakuja, tunasikilizana kwa pamoja, ndipo anaondoka. Yani Tulia au aliyekuwepo huyo mkuu wa wilaya yule alikuwa anaitwa nani, Tindika, yule mzee naye alikuwa anaenda na ratiba zetu sana. Yani alikuwa naye anauliza, bana naomba nije, anakuja. Kiacha yule, kuna jeshi la polisi hao waliokuwepo kabla ya huyu, alikuwepo Matei, alikuwepo CD Chacha, nao wale walikuwa ni hivyo hivyo. Tutakuwa na kikao lini? Tutakuwa na kikao siku fulani, na sisi tuna jambo letu au tuna elimu. Wanakuja, tunawaalika, tunaongea sisi viongozi, tunaangalia je, kiongozi alikuwa na jambo gani, tunamkaribisha, anaongea na wanachama, wanahoji, wanaenda vizuri, wanamaliza. Lakini sio hii staili aliyokuja nayo mbunge sasa. Yaani endelea jifunze sana. Kuna mbunge aliyemtangulia, kujifunza sio kosa. Amuulize Tulia kwamba ulikuwa unafanyaje, unaona na bodaboda wakuzomei. Bodaboda wakimbii kwenye kikao hii ya kwanza kusema aliko aliwapanga, tayari ni mistake. Sasa kwa Tulia kwa nini kwa siwapanga? Kwa mimi na ndugu na Tulia. Ba Tulia mimi sina chama chake. Je, yuko CCM, niko Chadema. Tulia mwenyewe hatuko chama kimoja. Ningekuwa labda ni mambo ya chama. Lakini bado tulikuwa tunamwalika, anafika, anaongea na wanachama, wanaondoka vizuri. Yeye huyu anashindwaje? Yaani anashindwa nini? Yaani ananikwepa nini mimi mwenyekiti wa bodaboda? Kwa sababu chama ni chama, lakini mwisho wanachama wangu yao angalia chama. Wanahitaji fursa. Lakini fursa wanataka ambazo zitakuwa zimeenda moja kwa moja kwa kiongozi wao, na ndio walichokidai leo. Tunataka si kiongozi wetu awepo. Yaani kiongozi akiwepo akituelekeza na ujio wako, fresh. Kwa hiyo kikiuka leo ni hicho, kutokuwepo mimi, kuitisha kikao bila mimi mwenye umoja. Ule ni uhuni.